Klabu ya Paris Saint-Germain imeendelea kutikisa ulimwengu wa soka baada ya kuandika historia mpya ya kipekee katika michuano ya UEFA Champions League kwa kutoa ubingwa huo kwa mara ya pili mfululizo. Mafanikio hayo makubwa yamefanya PSG kuingia kwenye orodha ya vilabu vikubwa kabisa kuwahi kutawala soka Ulaya kwa mafanikio ya back-to-back champions, jambo ambalo ni gumu sana kuweza kulifikia katika zana za kisasa za mpira wa miguu. Katika mchezo wa fainali ambao ulipigwa jijini Budapest, Hungary, PSG walionyesha moyo wa kishujaa mbele ya Arsenal katika pambano kali lililovutia hisia za mashabiki duniani kote baada ya dakika 120 kumalizika kwa sare ya mabao 1-1. PSG walifanikiwa kushinda kwa mikwaju ya penalty 4-3 na kutoa taji hilo kwa kishindo kikubwa. Ushindi huu umeendelea pia kuthibitisha ubora wa kocha Luis Enrique ambaye amebadilisha PSG kuwa timu yenye nidhamu, mshikamano na uwezo mkubwa wa kupambana katika mazingira magumu. Tofauti na miaka ya nyuma ambapo PSG walionekana kutegemea madhubuti na morali ya hali ya juu. Mashabiki wa PSG waliinuka kwa shangwe kubwa sana baada ya filimbi ya mwisho, huko pia nahodha Marquinhos akiinua kombe hilo mbele ya maelfu ya mashabiki ambao walikuwa wamefurika katika uwanja huo. Huku nchini Ufaransa, mitaa ya Paris pia ilifurika shamra na sherehe kubwa za kuweza kuisupport timu hiyo pia ambayo ilifanikiwa kuendelea kutawala soka la Ulaya kwa misimu miwili mfululizo. Mafanikio hayo pia yamefanya PSG kujiunga na kundi maalum la vilabu vichache sana ambavyo vimewahi kutetea ubingwa wa Ulaya kwa mafanikio. Lakini kwa miaka mingi sana vilabu kama Real Madrid, Ajax na Bayern Munich ndivyo vilivyokuwa vikijivunia historia hiyo, lakini kwa sasa hivi PSG wameonyesha kuwa na wao wamefikia kwenye kiwango hicho cha kihistoria. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa kwa PSG kuona kama wataweza kuendelea na ubora huo katika misimu ijayo, ambapo kikosi hicho kinaonekana kuwa na njaa kubwa sana ya mafanikio, huku vijana wake wakionyesha kiwango bora na kuifanya PSG kuwa moja kati ya timu ambazo zinaogopwa zaidi duniani kwa sasa. Miongoni mwa malalamiko makubwa ya mashabiki mbalimbali na wachambuzi wa soka duniani ni kuelekeza kwa upande wa Arsenal kutokana na ubora wao jana uwanjani. Mara baada ya kufunga goli la kwanza, wameonekana wakilalamikiwa kupaki basi au kukaa nyuma kuwazuia PSG, kitu ambacho wachambuzi wengi wanadhani ni sababu ya kuruhusu kufungwa na kupoteza mechi ya jana. Hivyo ubora wa PSG unadaiwa kuwa ndio sababu ya maamuzi ya mechi ya jana. Haya, mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.